Je, umewahi kuhisi kwamba changamoto zako za kifedha ni kubwa kupita uwezo wako? Ikiwa uko katika hali hiyo sasa hivi, ningependa kukukumbusha kwamba Mungu anajua mahitaji yako na anajali sana hali yako. Iwe unakutana na madeni, unakutana na hitaji la dharura, au unahisi umejikwaa, changamoto za kifedha zinaweza kubeba mzigo mzito moyoni mwako. Lakini habari njema ni hii: Mungu wetu ni mtoaji, anayefurahi kuwabariki watoto wake. Leo tuzungumze ahadi zake na tufuate mwongozo wake kwa ajili ya mapatano yako ya kifedha. Iwe unapambana na deni, una shida ya kufika mwisho wa mwezi, au unatafuta upatikanaji wa hitaji muhimu, shinikizo la kifedha linaweza kuwa lenye kukatisha tamaa. Linaweza kuleta hofu, wasiwasi na hisia za kukata tamaa. Lakini jipe moyo, Mungu wetu ni Jehova Jire, Bwana ambaye hutoa. Anajua kila hitaji lako na ni mwaminifu kutuongoza, kutupatia na kutubariki watoto wake. Leo tutamgeukia kwa imani kwa ajili ya miujiza ya kifedha uliokuwa ukiomba. Changamoto za kifedha ni sehemu ya maisha, lakini Biblia inatufundisha kwamba Mungu ndiyo chanzo chetu cha mwisho cha upatikanaji. Katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 inasema, na Mungu wangu atatimiza mahitaji yenu yote kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu kwa Kristo Yesu. Hakuna hali inayoshindikana. Rasilimali za Mungu hazina kikomo na baraka zake ni nyingi. Wakati unapokutana na changamoto za kifedha, inaweza kuonekana kama hakuna njia ya kutoka. Huenda ukahisi aibu, wasiwasi au mzigo wa hofu kuhusu kesho. Lakini kumbuka hili: Mungu anakutazama. Anajua moyo wako, changamoto zako na mahitaji yako. Yuko pamoja nawe katika kila hali, akitoa amani yake, mwongozo na upatikanaji. Hata katika nyakati ngumu zaidi, Mungu anafanya kazi nyuma ya pazia ili kutoa kwa njia ambazo bado hauwezi kuona. Fikiria kuhusu hali yako ya sasa, bili, madeni au ndoto ambazo zinahisi kama ziko mbali. Labda unajaribu kumtunza familia yako, au labda unahofia kuhusu kesho. Hali yoyote ile, Mungu anajua hitaji lako na anakujali sana. Picha ya Mungu akifungua milango ya fursa, akikuongeza kwenye suluhisho na kukuzunguka kwa kibali chake. Huko peke yako katika safari hii. Katika Malaki sura ya 3 mstari wa 10, Mungu anasema, leta fungate yote kwenye gala la nyumba yangu, ili iwe na chakula katika nyumba yangu. Nije na hili, asema Bwana wa majeshi, na mtajua kama sitafungua milango ya mbinguni na kumwaga baraka nyingi, hata mkakosa nafasi ya kuzihifadhi. Huu ni kifungu kinachotukumbusha ahadi ya Mungu ya baraka wale wanaomtumaini, kutoa kwa wingi zaidi ya vile tunavyoweza kufikiria. Je, unaweza kufanya nini leo? Leta mizigo yako ya kifedha mbele za Mungu katika maombi. Omba atufungulie milango ya fursa, atupe hekima katika kusimamia rasilimali zetu na kubariki kazi ya mikono yetu. Tafakari kwenye maandiko yanayotukumbusha imani ya Mungu, kama Zaburi sura ya 37 mstari wa 25. Nilikuwa mdogo, sasa ni mzee, lakini sijawahi kuona mwenye haki akitelekezwa, wala watoto wake wakiomba chakula. Acha ahadi hizi zikujaze na matumaini na ujasiri katika upatikanaji wa Mungu. Tafuta waumini wa kuaminika au familia yako ya kanisa kwa maombi na msaada. Pamoja tuamini kwamba Mungu anafanya kazi, akileta mapatano ya kifedha unayoyahitaji. Ninaingia mbele zako leo na moyo uliojaa matumaini. Hata mbele ya changamoto za kifedha, wewe ndiye muumba wa vitu vyote, yule mwenye ng'ombe elfu mlimani, kama inavyosema Zaburi sura ya 50 mstari wa 10. Hakuna lililo gumu kwako, Bwana, na najua unaziona shida zangu. Unajua mizigo niliyoibeba, madeni, bili na kutokuwa na uhakika wa jinsi ya kujipatia au kuwapatia wapendwa wangu. Leo naweka mambo haya yote mbele zako. Baba, ninatumaini uwezo wako wa kutoa hata pale njia mbele yangu inapokuwa haieleweki.
Neno lako linatuambia katika Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18 kwamba unatujalia uwezo wa kuzalisha utajiri. Naomba mwongozo wako katika kutumia ujuzi na fursa ulizonipa. Nionyeshe jinsi ya kuwa mwaminifu na mtii katika yote niyafanyayo, na ubariki kazi ya mikono yangu ili izae matunda. Najua kwamba wewe ni Mungu anayefurahi kutunza watoto wako, kama vile Yesu alivyosema katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 31 mpaka 33. Simtazami kwa hofu nikijiuliza tutakula nini, tutakunywa nini, tutavaa nini. Badala yake nitamtafuta kwanza ufalme wako na haki yako, nikitumaini kuwa vitu vyote hivyo vitaongezwa kwangu pia. Bwana, nisaidie kuweka uhusiano wangu nawe mbele ya kila kitu kingine, nikijua kuwa nitakapokuweka wewe mbele, kila kitu kingine kitawekwa sawa. Ninakuleta mahitaji yangu ya kifedha kwako sasa Bwana. Chukua muda kutaja kimoyomoyo changamoto au mahitaji yako. Wewe ni Mungu anayefanya mito katika jangwa na njia katika jangwani, kama isemavyo Isaya sura ya 43 mstari wa 19. Ninatumaini kuwa tayari unaandaa njia yangu kwangu, ukifungua milango nisiyoweza kuiona na kutoa kwa njia ambazo ni zako pekee. Bwana, ninaomba hekima na ufahamu. Unifundishe jinsi ya kushughulikia fedha zangu kwa uaminifu na usimamizi mzuri, kama vile Methali sura ya 3 mstari wa 9 mpaka wa 10 inavyohimiza kuheshimu wewe kwa mali yangu, ili maghala yangu yazijaze hadi kujaa. Nisaidie kuwa mkarimu hata katika vipindi vya uhaba, nikijua kuwa unapenda mtoaji mwenye furaha na kwamba kutoa ni tendo la imani. Pia naomba amani wakati huu, katika nyakati za hofu au mashaka. Nishike akilini kwamba wewe ni kimbilio langu na nguvu yangu, msaada wa karibu wakati wa shida. Kama isemavyo Zaburi sura ya 46 mstari wa 1, niruhusu kupumzika katika uwepo wako na kutumaini katika wakati wako kamili, hata pale majibu yanapochelewa. Mwisho, Bwana, ninakushukuru kwa uaminifu wako. Najua kuwa unafanya mambo yote ya kutenda kwa faida yangu, kama inavyosema Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Naomba kipindi hiki cha kungoja kujiimarishe imani yangu na kuimarisha uaminifu wangu kwako. Nami naamini kwamba wewe ni Mungu wa miujiza, na nakushukuru kwa mapema kwa mapatano ya kifedha yanayokuja. Katika jina la Yesu ninaomba. Amina.